Akizungumza na EATV, Melao Laizer, kiongozi wa ukoo wilayani Kiteto, anasema Wamasai wamefikia hatua ya kufanya ukatili huo baada ya kuona kuwa wanaachiwa watoto kisha wake zao kukimbilia mijini na kuanzisha biashara ndogo ndogo za kuuza ugoro. Wamesogea kwa mbali na bwana zao kwenda kuishi mjini. Wanawacha watoto wakisagaa, hakuna mlezi. Wanawacha mifugo akisagaa, hakuna mchungaji. Wao anaenda kwa kutegemea kwamba tunaenda kwa biashara, kwenda kuuza ugoro. Wamesema hali hiyo inadhalilisha jamii hiyo, kwani awali haikuwepo, lakini sasa wanawake hao wanakimbia makazi yao. Afisa ustawi wa jamii wilayani Kiteto mkoani Manyara, Jacqueline Barongo, akizungumzia hali ya ukatili wilayani Kiteto, hapa anasema ukatili wa kukeketa ndio tunakuja hapa, ukatili wa kipigo ndio tunakuja hapa. Sasa ndio tunasema mila na desturi ambazo zinaleta ukatili, mashauri mengi mmekuwa mkiamalizia nyumbani. Hapa wanataji watu gani jamani? Hawataji tu Wamasai. Hali hii imemuibua raia Denmark Ruth wa shirika la Danish Lutheran Mission ofisi ya jinsia kuanza kampeni ya kukabiliana na ukatili wa aina zote ndani ya jamii Kiteto. Tunafundisha watoto, tunafundisha wazazi. Kwa nini mambo haya yanaendelea? Na tumekuja hapa leo kupata sijui majibu, lakini tuzungumze mambo haya ili tusaidiane. Na mimi nawakumbusha leo, kama una mtoto wa kike una wajibu wa kumnunulia pedi. Una wajibu wa kumnunulia nini? Anatoa wapi? Diwani wa kata ya Bagamoyo akaeleza umuhimu wa elimu kwa jamii, huku baadhi ya wananchi wa kata hiyo wakieleza athari zinazojitokeza za ukatili. Mpango mkakati kwenye mkoa wa Manyara umekaa vizuri, utatusaidia kama sio kwenda kumaliza huu ukatili, naamini tutaupunguza kwa asilimia kubwa sana. Unakuta mama una watoto, yani unafikiria jinsi ya kuwalea wanao, na halafu vile vitendo vinavyofanywa na baba, hutaki watoto wako wajue, lazima umie moyoni. Kwa hiyo unaathirika kisaikolojia, unashindwa kufanya mambo yako. Bado hali si nzuri, si shwari kabisa, bado ukatili upo hasa katika wilaya yetu ya Kiteto. Mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.